Halmashauri ya Mji wa Bagamoyo kupitia Idara ya Elimu ya Awali na Msingi imeratibu zoezi la utoaji wa tuzo kwa shule na walimu waliofanya vizuri katika mitihani ya taifa ya kujipima ya darasa la 4 na darasa la 7. Zoezi hilo limefanyika katika viwanja vya Mwanakalenge ambapo mgeni rasmi alikuwa mbunge wa jimbo la Bagamoyo, Mheshimiwa CPA Subira Hamisi Mgalu. Akizungumza katika hafla hiyo, mwenyekiti wa Halmashauri ya Mji wa Bagamoyo ameipongeza Idara ya Elimu ya Awali na Msingi kwa kufanya kazi kwa mshikamano na ushirikiano mzuri, hali iliyochangia kupatikana kwa mafanikio makubwa ndani ya halmashauri hiyo. Sasa hivi tunaendelea, tuko kwenye budget. Kama walivyosema watangulizi, Idara ya Elimu Msingi, Elimu Sekondari na idara nyingine ndani ya halmashauri yetu ya Bagamoyo zinafanya kazi nzuri zaidi. Wanafanya kazi kama timu, wanafanya kazi kwa kushirikiana, na hiyo ndio inayoleta matunda makubwa ndani ya halmashauri yetu ya Mji wa Bagamoyo. Mimi kama mwenyekiti wa mji huu na kwa niaba ya wenzangu, waheshimiwa madiwani wenzangu, tutaendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kuhakikisha Bagamoyo yetu inaendelea kupata sura nzuri ya kuneemeka, na tunayo nafasi ya kujivunia uwepo wako msomi CPA Subira Hamisi Mgalu. Tunaamini miaka mitano hii ni miaka ambayo italeta faraja kubwa na ni miaka ambayo tutakwenda kupiga hatua za kimaendeleo. Hongera sana Mheshimiwa Mbunge. Walimu na wanafunzi, sisi wana Bagamoyo na baraza la madiwani litaendelea kuhakikisha changamoto zilizopo kwenye maeneo yenu ya kazi tunaendelea kupambana nazo. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Bagamoyo, Mheshimiwa CPA Subira Hamisi Mgalu, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo, ameipongeza kamati ya maandalizi, afisa elimu kaimu mkurugenzi wa halmashauri, madiwani pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya Mji wa Bagamoyo kwa maandalizi mazuri ya hafla hiyo. Mheshimiwa Mgalu ametumia fursa hiyo kuzishukuru shule zote na walimu wote kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika matokeo ya mitihani ya taifa ya darasa la 4 na darasa la 7 kwa mwaka 2024-2025. Tumekutana kwenye siku hii muhimu, kwenye sherehe kubwa katika halmashauri yetu ya Bagamoyo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunisafirisha salama kutoka Dodoma mpaka hapa, lakini ninaona safari yangu imelipa. Mwanzo sikuwa naujua ukubwa wa shughuli hii. Nilikuwa najua labda tutakutana kwenye kaukumbi tu 1, 2, 3 basi. Lakini kiukweli hongereni sana kamati ya maandalizi. Nimeshangaa, shughuli ni kubwa, shughuli ni watu, na watu wapo, watoto wetu wapo, walimu wenyewe mpo. Hongera sana afisa elimu. Hongera pia halmashauri yetu mkaimu mkurugenzi, lakini najua pia ni baraka za mwenyekiti wetu wa halmashauri pamoja na madiwani wote. Hongereni sana. Bagamoyo oye! Lakini nimefurahi kwa sababu tumeanza wiki ya kuadhimisha siku 100 za rais wetu kipenzi chetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, muhula wake wa pili. Sasa elimu ni kila kitu. Elimu ndio inaandaa kizazi cha baadaye, cha leo na kesho. Na kazi hiyo nimeiona kupitia maonyesho mazuri sana. Kwa kweli walioandaa maonyesho hayo, hongereni sana. Napongeza shule Kaira kwa kazi nzuri na shule zote mliopo hapa. Kwa hiyo nataka niseme baada ya kushukuru kwa kukutana leo hapa, lakini nimewapongeza walimu wote wa shule za msingi wa mji wetu wa Bagamoyo kwa mafanikio makubwa mlioyapata kwa matokeo ya mitihani ya kitaifa ya darasa la 7 na darasa la 4 kwa mwaka 2024-2025. Lakini pia napenda kuchukua fursa hii kuwapongeza kwa dhati walimu wote, wakuu wa shule, maafisa elimu pamoja na wadau wote wa elimu kwa kazi kubwa na ya mfano iliyofanyika, ambayo imewezesha wilaya yetu kupata nafasi ya kwanza ya kimkoa. Kwa kweli si jambo dogo, ni jambo kubwa. Tunashukuru Mungu kwa nafasi hiyo, na tunakushukuru kwa nasaha zako
kaimu afisa elimu wa mkoa, na kwamba tuendelee kusimamia nafasi hiyo ili pia kuwezesha mkoa wetu nao kupanda kwenye nafasi nzuri. Na tunakuahidi, aiwi mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Sisi ni safari mbele kwa mbele, na umemsikia afisa elimu wetu wa msingi hapo na pamoja na walimu wetu. Lakini natambua jitihada hizi na mafanikio haya ni kutokana na walimu wetu kujituma, maandalizi ya kina, kufundisha kwa moyo na hata nje ya ratiba kama ambavyo mpo hapa leo. Lakini pamoja na kuwalea wanafunzi kimaadili kama ambavyo wameonyesha kupitia maonyesho ya sekta mbalimbali pale. Kwa hiyo wilaya yetu imeendelea kuandika historia, na historia hii ni kutokana na kazi nzuri ya walimu, ushirikiano na wazazi, lakini na malezi kwa wanafunzi wetu. Napenda kuwapongeza pia wazazi na walezi kwa ushirikiano, na natambua mafanikio haya hayaji bila mashirikiano na mshikamano, na kama ambavyo ametuasa hapa kaimu afisa elimu wa mkoa, kuendelea kushirikiana, kuendelea kuzingatia taratibu za kiutumishi. Lakini napenda nichukue fursa hii, mafanikio haya kwa kweli yamechagizwa na uongozi madhubuti wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta hii ya elimu. Ameendelea kuboresha mazingira ya elimu. Zaidi ya bilioni 3 na milioni 879,478,672 zimetolewa kwa ujenzi wa vyumba vya madarasa, vyoo, bweni, nyumba za walimu na vituo vya walimu. Na nataka hapa niseme kiukweli, hata ukilinganisha miaka mitano ya 2015 mpaka 2020, idara hii ya elimu msingi halmashauri yetu ilipokea bilioni 1 tu. Lakini wakati wa Mama Samia muhula wake wa kwanza, zaidi ya bilioni 5 katika elimu msingi kwa maboresho, uendeshaji wa elimu. Kwa hiyo utaona mafanikio haya yamechagizwa na maono na utayari wa serikali yetu kuongeza kiwango cha bajeti kila mwaka na hatimaye kuvuka malengo ya awamu iliyopita. Lakini pia ajira kwa walimu. Tunaposherekea leo mafanikio haya ndani ya siku 100 hizi, lakini tunatambua takribani walimu 7,000 wameajiriwa, na katika halmashauri yetu tutapokea walimu wapya. Mama Samia oye! Nikiripoti kutoka Bagamoyo mkoani Pwani, ni mimi Amina Hussein, na hii ni NET Pro News.